Kuna mtoto wako mzuri anaitwa Mwijaku, nadhani unamfahamu. Ni mmoja kati ya kijana ambaye anafanya poa kwenye mitandao ya kijamii. Toka juzi kulikuwa na story ambayo inaendelea kwamba alihitarifiana na mke wake, wana ugomvi japo hawajaachana, lakini yeye mwenyewe amezungumza kwamba ni mwezi wa 3 sasa mke wake aliondoka nyumbani na hayupo, na panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu Januari atakwenda kuoa kwa sababu yeye ni mtoto wa Kiislamu. Tukasema hapa Mama Love kidogo atupe mawili matatu. Tuanzie kwanza kwenye kugombana kwake na mke wake, yaani kwamba mwanamke na mume kwenye imani ya dini ya Kiislamu, ambao pia nadhani ni imani yako ya kidini, kwamba mnaweza mkagombana na mkawa hampo pamoja kwa zaidi ya miezi 3 na bado mkajiita wanandoa. Kwa zaidi ya miezi 3 kuwa nje na mume wako alafu yani mbali bila ugomvi inawezekana. Kama hakuna ugomvi inawezekana, labda umesafiri, umeenda kwa wazazi, yani umeenda popote ambapo mmeridhiana na mume wako inawezekana. Lakini kwa ugomvi miezi 3 bwana, tayari hapo ishaingia kitu. Kuna dosari, kuna nuksani. Kuna kitu kitakuwa kimetokea na ndio unakwenda kukaa, kama ni kwenu pengine ni talaka hiyo. Ni talaka, niseme ukweli. Miezi 3, kama ni miezi 3 kweli, basi ni talaka. Kwa sababu miezi 3 ndio mtu unapewa talaka, ukae miezi 3 ili uangaliwe una mimba ama huna, kama sio sisi ambao tulokoma hedhi. Kama msichana mdogo ndio ile talaka inakuwa tayari. Ukatuambia ni mwezi wa 3. Kama ni mwezi wa 3 kathibitisha, au kiki kathibitisha kabisa kama ni mwezi wa 3 hayuko na mke wake, basi itakuwa pengine labda, siwezi kujua. Kama ni kweli ni mwezi wa 3, miezi 3, manake hiyo itakuwa kuna talaka ambayo kama ni miezi 3 itakuwa ipo talaka, ama kama si talaka labda kuna ugomvi ambao ye hawezi kusema, hawezi kuutaja, kwa sababu bwana, ndoa ni siri ya watu wawili. Wanaokaa ndani ya nyumba ndio wanajua furaha zao na shida zao. Sisi tunabakia wapenzi wasikilizaji na watazamaji. Panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, inshallah Januari atakwenda kuongeza jiko, kwa sababu yeye ni kijana wa Kiislamu, amehalalishiwa mpaka wa 4. Itakuwa ni sawa kwake kuwa na ugomvi kidogo na mke wake, alafu kuwa na uharaka huo wa kuongeza mke? Mimi kwa hapo kwanza nadhani labda kuna kiki ambayo Januari hiyo ndo anakwenda kuileta kitu ambacho pengine atakizindua, ni kwa ajili hiyo, kwa mtazamo wangu. Lakini kama ni kweli anaoa, ye mwanamume na wanaruhusiwa kweli, dini yetu ya Kiislamu, mtoto wa kiume wa Kiislamu anaruhusiwa kuoa zaidi ya mke mmoja. Kwa hiyo ni haki yake, ni halali kwake. Ila mke tu huwezi kuolewa kama huna talaka, huwezi tena kuolewa na mume mwingine. Sasa ni sawa kwamba wakati ambao wana ugomvi na mke wake ndo aoe, labda si angesubiri wakayamaliza? Yani isko nikwambie, wanaume wamepewa zawadi na Mwenyezi Mungu. Hata mke wako akifa, ukitoka kuzika tu, hata uchelewi unakwenda kuoa. Kwa sababu wanajulikana wao, hawawezi kuvumilia hicho kitu. Kwa hiyo kuoa kwake sio shida, sio tatizo. Kama kamwacha yule na pengine alikuwa naye huyo mtu alokuwa anataka kumuoa, pengine walishakubaliana huko, na pengine labda hiyo ndio ilikuwa sababu, hatuwezi kujua. Kwa hiyo kuoa kwake haki. Afurahie tu. Ndio naende huyo labda atakayemuoa safari, asimfanyie yale alokuwa akimfanyia Alice. Asimfanyie kwa kweli. Watoto wa chuo kikuu Alice namjua vizuri sana. Mtoto wangu mzuri yule alikuwa anavumilia, na kule nyuma video zangu si nilikuwa nasema yule mtoto mvumilivu sana. Ana subra. Subra ndio hiyo. Kamvumilia kwa mengi. Unajua watoto wa kike hawana subra ya kuendelea mara nyingi sana. Yani aghlabu sana mtoto wa kike umkute ana subra ya kuendelea, basi anakuwa ameshiba toka huko kwenye kizazi chake, toka kwenye koo zake, pengine watu wake walikuwa subra. Lakini mkute mtoto tu wa chuo, watoto wa chuo wana subra kweli? Wana. Alafu hao watoto walosoma walosoma subra hawana. Labda hao wenzangu na mie kina Mama Love Kungwi ndio subra wanazo. Lakini hao wasomi, mtu ana saa zote anatembea na laptop, mtu saa zote simu hello, huyo hawezi kwa. Lakini Mwijaku pia itakuwa alikuwa anakutana na mimi.
vyote viwili vinawezekana. Isko kwa kiubinadamu na dunia ya sasa hivi inawezekana kuwa mwanamke alikuwa na matatizo plus matatizo yamekuwa matatizo yamekuwa matatizo tena makubwa. Kwa hiyo tusiseme tu kuna upande mmoja na shilingi tuigeuze na upande wake wa pili. Matatizo pengine yalikuwepo kote. Kwa hiyo wote wawili walishindwa kusubiriana, kuvumiliana. Lakini ilikuwa wapi lile jumba la bilioni 1 walilokuwa wakikaa wakifurahi wakienjoy, walisahau yote yale mazuri ambayo walikuwa wanayapitia. Kwa kweli kwenye ndoa ukikumbuka mazuri ambayo ulikuwa unayapitia, basi sidhani kama utatamani kwenda kwenye mabaya. Na kama ulikuwa na mume ambaye ulikuwa unampenda sana, hutamani ya kuondoke hata dakika 5. Kama ana makosa yake utarekebisha, lakini subra bwana ngumu kwa wanawake. Wanawake kuvuta subra kwa kitu ambacho umemshuhudia mwanamume au unasikia unaona, ngumu sana. Unazungumzia kuhusu gorofa hapo, nikakumbuka bwana, zamani wakati Mwijaku anaposti baadhi ya matukio ambao wanaenjoy na mke wake, watu walikuwa wanasema huyo Mchaga huyo, muangalie huyo, hawezi kukaa kiboya boya huyo, ana akili huyo. Watu wengi wakakumbushia kwamba kwenye kuachana nao kama wamehitarifiana na wataachana, itakuwaje kuhusu mali. Mwijaku amesema kwamba yeye mali anayomiliki mpaka sasa hivi ni bodaboda mmoja tu, nyumba zote amemwandikisha Mwijaku mjanja. Pengine Mwijaku labda alikuwa anautumia ujanja wake fulani na yeye kwa shaona huyu mwanamke niko naye, na huko nyuma alisema naye mtoto mwingine. Kwa hiyo pia kwamba nyumba yake ya gorofa amemwandikisha mwanae yule ambaye amezaa na Haris Marchui, lakini pia nyumba nyingine ambayo anajenga sasa hivi itakuwa ya huyu mtoto wake ambaye alizaa na mwanamke mwingine. Basi kafanya vizuri, baba bora, good boy. Lakini yeye na Haris hawana mali, si watafute za kwao. Sasa zile zishakuwa za watoto wao, watafute za kwao. Ndio wanaachana. Haris ndio kukaa kote kule, aondoke bila chochote. Bila. Unajua siku hizi utegemea unaolewa, sio kama kunategemea eti ukiolewa mwanamume mmechuma wote alafu ndo wewe utapata ile mali. Wewe usitegemee. Mabinti wa siku hizi wengi ndio wapo hivyo kwamba anaolewa, lakini target yake ni kwamba hata ikitokea wamehitarifiana wanataka kuachana, kuwe na mgawanyo wa mali. Hiyo tamaa. Huwezi kusema kuwa umeolewa alafu ghafla tu umekaa mwaka mmoja miaka miwili hapo tena mmeachana, unataka kitu kweli upate kitu gani? We usubutu. Kwani ulinunua tofali wewe? Ulinisaidia simenti? Ulinisaidia kujenga? Gorofa ile alinunua matofali alijenga na yeye alisaidia. Kama alisaidia basi kuna makaratasi ambayo wanayo wote wawili. Huyu risiti, huyu kanunua hichi, huyu kanunua hichi. Hapo litauzwa wagawane. Na sidhani kama Alice mjinga. Sio mjinga kiasi hicho. Tunachomfikiria sio. Atakuwa anacho kitu alichompa. Haiwezekani aondoke Mchaga. Aondoke patupu. Mchaga anafanywa operation huko, ameanguka mkasi tu. Anasema aise babangu, hiyo ni pesa yangu imeanguka. Mchaga. Tena. Ndio. Anasema aise hiyo ni hela yangu niwekee nikiamka. Ndio Wachaga. Wachaga wanaipenda pesa bala. Sana. Kwa pesa bala.